Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kutoa wito kwako katika kufunga na kuomba kwa miezi 6 mfululizo, kuanzia tarehe 20 mwezi wa 5 hadi tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka huu 2026. Wito huu tunaombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Ndugu mpendwa, napenda kukuambia kwamba ukisoma kitabu cha Luka sura ya 11 fungu la 13, ikiwa ninyi mlio waovu mnajua sana kuwapa watoto wenu vipawa vilivyo vyema, je, si zaidi sana Baba yenu wa mbinguni aweza kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Katika hili fungu tunahitajika kuomba, tumeitwa kuomba. Wakati mwingine unaweza ukafanya kazi kwa chini ya kiwango, sio kwa sababu umeshindwa, na wakati mwingine haujui unachoweza kufanya. Yesu ametualika sisi wote leo tuombe nguvu ya Roho Mtakatifu. Kupitia neno hili tutaendelea kuchunguza maneno yote katika neno la Mungu, ambapo Bwana ametualika tuombe ujazo wa Roho Mtakatifu, ambapo tukipata huo ujazo sasa tunaweza kulielewa neno la Mungu vizuri, tunaweza kufanya kazi ya Mungu vizuri. Kati ya vitu vikubwa ambavyo tunapaswa kuomba katika maisha haya sasa ni Roho Mtakatifu kuwa naye. Unaweza ukahangaika, naomba gari, naomba nyumba, naomba maisha. Kama kuna kitu kikubwa ambacho unapaswa kuomba, ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Leo familia inamhitaji Roho Mtakatifu. Watoto wanamhitaji Roho Mtakatifu. Wazazi wanamhitaji Roho Mtakatifu. Wanawake wanamhitaji Roho Mtakatifu. Walimu, kila kona tunamhitaji Roho Mtakatifu. Basi kama ni hitaji letu wote, kwa nini kila mmoja asiombe nguvu hii ya Roho Mtakatifu pamoja nasi? Asisome neno kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni wetu sote, haibagui. Maombi haya ni ya watu wote, wanaume, wanawake, watoto. Karibuni, tutaomba kwa bidii na tutakuwa na muda mzuri. Jioni tutakuwa saa 10:30 mpaka saa 11 tutakuwa hapa tunaomba, lakini alfajiri tena na mapema tutaomba. Karibuni sana, mtu yoyote asikose katika maombi haya maalum yaliyoandaliwa na idara ya huduma za wanawake CTF.